Bana, kwa wale ambao wako katika kuelekea mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, lakini pia kwa wale ambao tayari wamekwisha kutinga katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhan, kwa sababu katika siku ya leo kuna watu wengine wameingia katika mfungo, wameanza rasmi mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, lakini pia panapo majaliwa watu wengine wataendelea tena kesho katika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa kupitia mwezi mtukufu wa Ramadhani huwa kuna vitu vingi sana ambavyo huwa vinaonekana kwa wale ambao tushazoea kuwa wanatenda mambo mema, basi tumezoea kuona wakiendeleza mema hayo, lakini pia kwa wale ambao tumezoea kuwaona wakifanya mambo ya drama katika mitandao ya kijamii, na wao pia tunawaona wapo katika msafara wa kutenda yaliyo mema, kwa sababu mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa kuchuma, ni mwezi wa rahma, ni mwezi ambao watu wanatoka kule ambako kubaya na wanaelekea kule ambako kuzuri. Wakati msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio kipindi ambacho kwa mujibu wa dini ya Kiislamu kwamba shetani anakuwa amefungiwa katika nyororo za moto na hawezi kutoka kwa mshawishi mwanadamu katika kutenda mabaya. Kwa hiyo mazuri yanakuwa yameenea zaidi katika nafsi za wanadamu waliokuwa wengi. Sasa masaa 4 yaliyopita Mwijaku tumemwona akimposti mke wake wa ndoa, mke wake kabisa ambaye mezoeleka kabisa. Siku zote tunasikia kwa Mwijaku kwamba wameweza kuachana, hawako tena katika mahusiano. Kuna vurugu, mechi iliweza kutokea. Sasa tumeona Mwijaku akiwa pamoja na mke wake tena katika kasri ile ya B1 bilioni 1.5 ambayo alikuwa amepromoti mjengo ambao ghorofa ya Mwijaku. Sasa katika hii imeonyesha kwamba kuna vitu vingi sana ambavyo vitaonekana katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Inaonyesha kwamba mke wake alikuwa ana swara hii hapo, na baada ya kuswali akawa ameweza kumaliza kuswali ibada hii hapo ya Kiislamu. Baada ya sujudu kumalizika, basi Mwijaku akaweza kufika hapo na kuweza kumwambia kwamba baada ya kuwa umemaliza kuswali kuna vitu vingi sana ambavyo unatakiwa kuvifanya, lakini unapomaliza kushahadu la ilaha illa Allah na kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna dua ambazo zinabidi ziweze kusomwa kwa ajili ya mambo fulani hivi ya kiroho, lakini pia kuna mawaidha ambayo yameelekezwa kwa mujibu wa dini ya Kiislamu. Baada ya swala kukamilika kwa swala, basi ni mawaidha ambayo yanakuwa yanatoka kwa mtu mmoja au kwenda kwa mtu mwingine, au kama utakuwa hauna mtu mwingine wa kuweza kukupitisha katika hayo mawaidha, basi cha msingi unaweza hata ukapitia kitabu, naona bwana, cha hadithi za Mtume, lakini pia kuna Qur'ani ambayo ipo, unaweza ukapitia baada ya kuwa umfanyaje, umemaliza kuswali. Mwijaku aliweza kutoa hata mfano kwa jinsi ambavyo inavyotakiwa kufanywa. Ikumbuke kuwa kuna baadhi ya watu wengi sana katika mitandao ya kijamii wanaigiza ni kama vile wako katika miongozo ya kumfuatilia zaidi Mungu, lakini kuna wakati mwingine wanakuwa wanafanya hivyo kwa sababu tu kuna kitu ambacho kinakuwa kiko mbele hapo katikati. Lakini ikumbuke Mwijaku tunamwona anafanya drama nyingi zaidi katika mitandao ya kijamii. Tunamwona kama vile mtu fulani ambaye kama vile uchao umempitiliza, lakini ikumbukwe Mwijaku ni mtu ambaye kapitia madrasa na anauelewa vitu vingi sana kuhusiana mambo ya Kiislamu, hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pia Qur'ani kwa ujumla. Ni kijana ambaye amebahatika kuweza kuisoma Qur'ani kwa nafasi yake ambayo aliweza kupewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo akionekana Mwijaku anafanya drama katika mitandao ya kijamii, na hivi vitu ambavyo anavyovifanya kwa sasa, kadri tunavyoona mavazi safi, kauli thabiti ambayo anayoizungumza, watu waweza wakashangaa kumwona kama Mwijaku anaigiza. Lakini hiki kinachoonekana hapa kwa Mwijaku haigizi hiki, yani hiki anachokitenda ni maisha yake, ambapo kabla hajaingia katika mitandao ya kijamii huko nyuma alikuwa amepitia katika masomo haya. Kwa hiyo ana uelewa mzuri au uelewa mkubwa zaidi juu ya hiki ambacho kinachoendelea, au kwa mujibu
wa dini. Na hata zile wakati ambazo alizokuwa akisafiri kuelekea nchi za Uarabuni kule kwa ajili ya masuala ya kidini kule Uarabuni, alikuwa akienda soko kwa vibe, bali ni kitu ambacho kiko moyoni, na huenda labda alikuwa akiwishi siku moja kuweza kufika nchi za Kiarabu, falme za Kiarabu huko kwa ajili ya kuweza kutimiza hazima, kwa sababu kila mtu ana hazima na kusudi ambalo yeye mwenyewe amejiwekea na mpango wa Mwenyezi Mungu katika kulienenda ama kuenenda mambo fulani, kuweza kuyatimiza mambo fulani ambayo kila mmoja anakuwa yuko nayo. Kwa hiyo kile ambacho mtaalamu Mwijaku ameendelea kukitrendisha katika mitandao ya kijamii ni kuonesha tu anatafuta msosi, kama jinsi ambavyo wewe unaendaga kufanya kazi zako zozote zile ambazo unazozifanya. Mwisho wa siku unaingia katika mambo mengine, na wewe pia unaenda kutafuta riziki. Lakini pia na Mwijaku na yeye kuzungumza katika mitandao ya kijamii ni sehemu ya ugali wake wa kila siku. Kwa hiyo ukimtafsiri kwamba vile ambavyo anavyozungumzaga katika mitandao ya kijamii ndivyo hivyo maisha yake halisi yalivyo, hapo unakuwa unajikosea mwenyewe, kwa sababu unakuwa mkosea yeye, kwa sababu vile ambavyo unavyomfikiria negative, yeye anakuwa yuko positive katika kile ambacho anachokifanya, lakini pia anakuwa yuko mbali na wewe. Kwa hiyo unakuwa unaongea wewe, unajisikia wewe, yeye anakuwa anakusikia, wala hakuna chochote kile ambacho anaweza kuambatana na kile ambacho au mawazo yako, kwa sababu anasemaga siku zote muongea pweke ni mshindi. Huwezi ukatengeneza ushindani alafu mshiriki wa mashindano hayo akawa ni wewe mwenyewe. Kwa unategemea ni nani ambaye ataweza kuwa mshindi zaidi ya wewe mwenyewe. Ndio maana kuna ile wanasema kwamba msema pweke siku zote waga ni mshindi. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba Mwijaku pamoja na ndoa yake ambayo inaonekana kabisa kuimarika, Mwenyezi Mungu aendelee kuitilia wepesi ndoa hii hapa, ambayo katika masuala ya utafutaji huenda Mwijaku aliona atengeneze hiyo attention kwenye mitandao ya kijamii, ionekane kama wameachana labda, au kweli walikuwa wameachana, lakini wakawa wameweza kuzungumza, kwa sababu kuna ile Waislamu waga wana kawaida ya kuachana kwa taraka, labda huenda walitengana tu bila taraka. Sasa wakaweza kuyazungumza na mwisho wa siku maisha yakakaa sawa, maelewano, kwa sababu siku zote mnapokuwa mmeunganisha familia mbili, familia moja kwenda kwenye familia nyingine, hapo kikawaida au kimsingi kuna kinasaba kati ya familia moja au familia ya uke na familia ya mee. Unaona bwana. Kwa hiyo nyinyi wawili mnapokuwa mpo katika maisha yao ya ndoa, mnaweza mkadhani kwamba nyinyi ndio kila kitu, lakini nguzo ambayo mmeitengeneza watu wengi sana wanaitazama na kuiegamia. Kwa hiyo mnapotaka kuiangusha nguzo ambao wao wanaiegamia kama familia mbili zilizounganishwa na watu wawili, familia haiwezi kukubali kuanguka, kwa sababu nguzo hizi zikianguka na familia kwa ujumla inaweza kuanguka. Kwa hiyo inapokuwa inatokea discuss kama hii hapa, vurugu mechi za kutokuelewana, familia mara nyingi huwa zinakaaga na kuweza kusuhurisha vijana ili mwisho wa siku mambo yakae sawa, kwa sababu kwa mujibu wa dini ya Kiislamu na mafundisho ya Mtume alisema kwamba kijana ni nusu mwenda wazimu. Kwa hiyo watu wazima ambao wanaona kabisa vijana nusu mwenda wazimu, huo wazimu unavyozidi kuanza kuwapanda, basi ni lazima hekima na busara ziweze kutumika kwa ajili ya kutengeneza heshima na nidhamu katika masuala ya ndoa, kwa sababu taraka kweli imeruhusiwa, lakini mwisho wa siku Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema kwamba mbingu na ardhi hutikisika inapotamkwa au kutangazwa taraka. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa tuweze kutoa pongezi kwa kile ambacho kimeweza kutokea. Inaonekana sasa Mwijaku pamoja na mke wake wako pamoja sasa, kila laheri bana. Hii ilikuwa ni update ambayo nimekusogezea wakati huu hapa tukielekea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Basi na wewe kama utakuwa ni Muislamu, basi nikutakie mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kama umeshaanza nao leo, lakini pia kama kesho utakuwa ndio siku yako ya kwanza unaanza, basi nikutakie mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bwana, nikushukuru sana kwa muda wako, hadi wakati mwingine tena. Wakati huu nikutakia wakati mwema. Bye bye.